Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, karibu tena Malecom katika dawati letu la michezo na burudani. Tujuzane yale yote yaliyojiri katika ulimwengu wa michezo ndani na nje ya nchi. Moja kati ya habari kubwa ambayo inaendelea kuteka vichwa vya wapenda soka kote nchini pamoja na bara la Afrika kwa ujumla ni habari ambayo inahusisha mechi ambayo iliahirishwa na bodi ya ligi, mechi ya Derby ya Kariakoo, mechi ambayo ilikuwa iwakutanishe Young Africans pamoja na Simba Sports Club March 8, 2025, lakini mpaka hivi sasa bado haifahamiki mechi hiyo itapangwa lini, kwani bodi ya ligi wamesema wataipangia tarehe, lakini bado haijafahamika tarehe halisi ya mechi hiyo. Lakini Young Africans waliweka wazi msimamo wao kwa kwamba hawatacheza dabi yoyote katika msimu huu 2024-2025, huku wakitoa sababu kibao kwamba kwa nini hawachezi mchezo huo. Lakini ikumbukwe ya kwamba licha ya mchezo huo kuahirishwa na bodi ya ligi, Young Africans walifika uwanjani muda wa saa 1 usiku tayari kwa mchezo huo, licha ya kwamba hakukuwa na maafisa wowote wa mchezo huo, kwani hawakufika uwanjani baada ya mechi hiyo kuahirishwa. Lakini Young Africans wanadai ya kwamba wao wanahitaji pointi 3 na magoli 3 kwa ajili ya kwamba wao walifika uwanjani, lakini hawatambui ni kwa nini mechi hiyo iliahirishwa na ni kwa nini Simba waligomea mchezo huo. Mmoja kati ya wachambuzi wa soka nchini, Farhan Kiham kutoka Clouds FM, amechambua kupitia akaunti yake ya Instagram. Ameandika andiko moja kubwa sana ambalo inaonesha ya kwamba bodi ya ligi imewajibu Yanga kuhusiana na swala lao la kudai point 3. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Farhan ameandika ya kwamba kwenye barua ambayo TPLB imewajibu Yanga yenye kumbukumbu namba TPLB/2024/625 ya Machi 16, 2025, imewaambia Yanga hawawezi kupewa alama 3 kutokana na kuwa hakuna kanuni ya ligi kuu inayoamuru jambo hilo, ambapo bodi ya ligi TPLB imewapa sababu nyingi, ambapo hapa nitazieleza kwa uchache. Farhani anaandika, sababu ya kwanza ambayo bodi ya ligi wameitoa ni kwamba mchezo uliahirishwa na bodi majira ya saa 8 mchana, ambapo baada ya bodi hiyo kuahirisha hapakuwa na afisa yeyote wa mchezo zaidi ya watu wa usalama. Sababu ya pili ni kwamba hakuna taratibu zozote za mchezo zilizofanyika uwanjani kwa mujibu wa kanuni ya 17, ikiwemo timu kukaguliwa. Ili timu ipewe alama 3 na mabao 3 ilipaswa ukaguzi kufanyika na maafisa wa mchezo. Sababu ya tatu ni kwamba bodi ilishindwa kuruhusu mchezo huo uchezwe, sio kwa sababu tu Simba aligomea mechi, lakini pia kupitia kamati ya masaa 72 ikaamuru kupitia sababu mbalimbali za kikanuni kugairisha mchezo huo, baada ya kupokea pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maafisa wa mchezo huo. Sababu ya 4 ni kwamba Yanga wameambiwa kwamba hakuna kanuni inasema klabu mgeni anapaswa kuwataarifu wao kuwa wanakuja kufanya mazoezi, hivyo suala la mawasiliano ni mwongozo tu wa bodi. Hivyo Simba haikuvunja kanuni kutowasiliana, bali ilivunja mwongozo. Sababu ya 5, Yanga wamejibiwa ya kwamba bodi haitawapa alama 3 kwa kuwa sababu za kugairisha mchezo zilikuwa ni za kiusalama, ambapo kulikuwa na tuhuma za rushwa, vitisho na kasoro za kiusalama. Hivyo ingekuwa ngumu kuruhusu mchezo uendelee, ambapo ungeleta kasoro kabla, wakati na baada ya mchezo. Sababu ya 6 ni kwamba Yanga wanalaumiwa na bodi kitendo cha kupeleka timu uwanjani wakati wa mechi, wakati huku wakifahamu ya kwamba mechi imeghairishwa na ni kinyume cha kanuni ya 47 kifungu cha 18, na imeonesha Yanga wamepingana na mamlaka. Sababu nyingine ni kwamba kuhusu gharama ya mchezo, ambapo Yanga wameziingiza katika barua yao, bodi imesema itashughulikia kikanuni na kuona namna ambavyo Yanga
wanaweza kufidiwa gharama zao ambazo wameziingia katika maandalizi ya mchezo husika. Bodi pia imewatakia Yanga maandalizi mema ya mchezo ujao wa dabi ambapo watapangiwa tarehe rasmi. Hayo ni baadhi ya majibu ya bodi ya ligi ambayo wameipatia Yanga waliokuwa wakilalamikia juu ya kuhitaji kupatiwa pointi 3 baada ya Simba kutotokea katika mchezo, lakini bodi wanasema wao waliahirisha mechi hiyo baada ya kujiridhisha kwamba kuna vipengele ambavyo vinawapa sababu za kutosha za kugairisha mechi hiyo. Hivyo jambo kubwa hapa ambalo linaonekana ni kwamba dabi iko pale pale, kilichobaki ni kupangiwa tarehe tu na hakuna pointi za bure. Yanga wanataka pointi za mezani na bodi ya ligi inasema haitoi pointi za mezani, huku Yanga wakisema hawatacheza dabi yoyote msimu huu na bodi ya ligi wanasema dabi iko pale pale na wanaitakia Yanga maandalizi mema ya mchezo ujao. Nini kinaendelea? Nini kitafuata? Kaa karibu nasi ili uendelee kujuzwa zaidi kila ambacho kinajiri katika sakata hili la dabi ya Kariakoo ambayo ilipeperushwa tarehe 8 Machi 2025. Yanga wanadai pointi, bodi inasema haitoi pointi. Yanga wanasema hawachezi mechi yoyote, bodi inasema inawatakia Yanga maandalizi mema. Bwana ni kama kuna kucha hivi sasa. Kila mmoja anasema lake. Nani atakaye ibuka kidedea katika msuguano huu? Kaa karibu nasi tuendelee kujuza kila kinachoendelea. Lakini katika uwanja wa maoni hapo chini tuambie nini mtazamo wako juu ya hichi ambacho kinaendelea. Malcolm tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa mpaka wakati mwingine. Bye bye.